Bwana mwekezaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Mohamed Dewji kila siku amekuwa na ndoto ya kuweza kuifanikisha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba siku moja iweze kuchukua kombe la Afrika, kwa maana kunako michuano hiyo ya CAF Champions League, lakini pia kunako kombe la shirikisho ambapo ni kombe la CAF Confederation Cup. Na msimu uliopita Wekundu wa Msimbazi Simba walifanikiwa kufika kunako hatua ya finali, lakini wakaweza kupoteza finali ile kwa kuweza kufungwa na timu ya RS Berkane kutokea kule nchini Morocco. Lakini unaweza ukajiuliza, je, haya ambayo anayaona mwekezaji wa Wekundu wa Msimbazi Simba Mohamed Dewji, unaweza ukatoa mawazo yako kwamba je, unafikiri labda yale ambayo anatamani yaweze kutokea kunako klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba na uhalisia, unafikiri je yanaweza kutokea? Kwa sababu kitu cha kwanza anatamani kuweza kuiona klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba akiweza kuchukua kombe la Afrika CAF Champions League. Lakini ukiangalia watu ambao anashindana nao ni klabu kama Al Ahly, Mamelodi Sundowns, timu kama Esperance de Tunis, timu ambazo kiuwekezaji zimetuzidi sana mbali sana. Ukiangalia klabu kama Mamelodi Sundowns inachukua wachezaji mpaka mchezaji wa bilioni 4, lakini kwa hapa nchini Tanzania kwenye vilabu vyetu hivi vya Simba na Yanga hakuna hata siku moja tumesikia mchezaji amesajiliwa hata kwa milioni 800 ama kwa milioni 900. Lakini wote ndoto zetu ni kuziona klabu zetu siku moja zikifika hatua ya finali na kuweza kuchukua kombe hilo, kwa maana kubeba ndoo na kuja nayo hapa nchini Tanzania. Lakini moja kwa moja utaona ni kweli tunatamani kuweza kufikia huko, lakini mipango bado inatufelisha. Mipango na kile ambacho tunakiona kwenye vilabu vyetu hivi viwili, unaona kabisa hatuwezi kufika huko tunapofika. Kwa mfano ukiangalia kwenye klabu kama ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ukiangalia mastrika wake ni mtu kama Jonathan Soa, Mwalimu Seleman Mwalimu, huyo ambaye jiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba akitokea kwa mkopo kunako klabu ya Wydad Casablanca kutokea kule nchini Morocco, pamoja na Steven Desemuko. La ukiangalia aina wachezaji ambao tulionao kule mbele, unaona kabisa sio wachezaji ambao wana uwezo wa kuweza kukufikisha kwenye hatua hiyo ya finali na kuweza kubeba kombe hilo la CAF. Ukiwa unaweza pia ukachukua tu mfano mfupi ukaweza kuwafananisha hawa wachezaji ambao wanacheza eneo hilo la namba 9, ukaweza kuwalinganisha tu uwezo wao na mtu kama John Raphael Boko pamoja na Medi Kagere, utaona kabisa ni wachezaji ambao wameachwa mbali sana. Tuje sasa kwa upande wa mawinga, tuna mawinga kama Kibu Denis Prosper, lakini pia kuna mawinga kama Ladaki Chesambi pamoja na Joshua Mutale. Ukiangalia na wachezaji ambao ni wachezaji ambao wanaweza wakakuofa tu kupata matokeo kwenye ligi kuu ya hapa nchini Tanzania, kwa sababu aina ya wachezaji ambao wanakutana nao ni wachezaji wa daraja la kawaida. Tumeona hata kwenye mchezo wa Petro Atletico de Luanda, Wekundu wa Msimbazi Simba ameweza kupoteana kabisa, na sio kwa bahati mbaya, ni kulingana pia na aina ya wachezaji ambao wanao. Ni wachezaji ambao hawana uwezo wa kuweza kuamua matokeo ya mechi. Tunakumbuka nyuma kidogo alikuwepo mtu kama Luis Jose Miquissone ambaye tunaona alikuwa na ubora mkubwa sana hasa kwenye michuano hii ya CAF Champions League, mpaka ikapelekea kununuliwa ama kujiunga na klabu ya Al Ahly ya kule nchini Misri, ambayo ni klabu nambari 1 kwa soka barani Afrika. Lakini hivi sasa ukiangalia squad ya Wekundu wa Msimbazi Simba, huoni aina ya wachezaji ambao hata wanaweza kukaa benchi tu kwenye klabu kama ya Al Ahly, Mamelodi Sundowns pamoja na vilabu vingine vikubwa barani Afrika. Kwa hiyo ishoti ni kwamba viongozi wetu wa klabu za hapa nchini Tanzania wana kazi kubwa sana kuweza kufanya kuhakikisha kwamba wanafanikisha yale maono yao ambayo wanatamani yaweze kutimia. Ishoti ni kwamba maono yanatakiwa yaendane pia na vitendo. Usio katuambia kwamba unatamani siku moja kuiona klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ikiweza kuchukua ndoo ya CAF Champions League, alafu usajili ni wakina Joshua Mutale,
kina Neo Maema, wachezaji ambao wamekosa namba kunako klabu ya Mamelodi Sundowns, alafu ukatuambia ndio wachezaji ambao wanaweza wakakufanikisha wewe kuweza kuchukua kombe hilo la CAF Champions League. Kwa hiyo kwa upande huo mwekezaji wa Wekundu wa Msimbazi Simba Mohamed Dewji ana kazi kubwa sana ya kufanya kuhakikisha kwamba ndoto yake inatimia. Lakini pia unaweza kujiuliza, je, ni kweli kwamba hatuna uwezo wa kuweza kusajili wachezaji ambao wana viwango vikubwa naweza wakafanya maajabu hasa kwenye michuano hii ya CAF Champions League? Unaweza kujiuliza, je, ni fedha hatuna au ni viongozi wetu ambao wanatuangusha, viongozi ambao za kufanya usajili? Lakini pia kwa wale ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, pia unaweza ukatoa maoni yako hapo kwenye upande wa comment. Lakini kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga na familia hii ya kimichezo, pia una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, upande wako kulia hapo kuna maandishi yameandikwa subscribe, kisha bonyeza tu moja kwa moja, utakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Kama kawaida sisi kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako pande tofauti tofauti tunakuwa tunakuletea hapa, na wewe unakuwa unazipata kwa uzuri zaidi. Bye bye, tukutane wakati mwingine.